Ilikuwa ni majira ya saa 10 jioni ndani ya jiji la Dar es Salaam. Hali ya hewa ilikuwa ni tulivu na kijua kile cha jioni kilikuwa kinachoma vichwa vya baadhi ya wakazi ambao kwa mida hiyo ndio walikuwa wanarudi kutoka kwenye mihangaiko yao ya kila siku, wakati wengine wakiwa bado wanapiga kazi wakisubiria mida kamili ya kutoka maofisini kwao kwa ajili ya kurudi nyumbani kwenda kujipumzisha. Katika uwanja wa ndege wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ilitoa ndege ya shirika la ndege la Ethiopia na kisha kupaki taratibu maeneo ya maegesho, na baada ya muda milango ilifunguka. Wasafiri wakaanza kushuka taratibu kwa ajili ya kufuata taratibu za uwanjani hapo kabla ya kuingia katikati ya jiji la Dar es Salaam. Katika wasafiri hao walioshuka ndani ya ndege hiyo alikuwa ni kijana Kenneth Kabwe ambaye pia alikuwa akirudi nyumbani kutokea safari ya mbali ambako alikuwa huko kwa miaka kadhaa. Kenneth Kabwe ni kijana mtanashati mwenye muonekano mzuri wa mwili, mrefu kidogo na mwenye mwili wa wastani ambao sio wa unene au wembamba. Naweza kusema ni kijana kati ya wale vijana tunaoweza kuwaita handsome. Mwili wake uliojengeka kimazoezi zaidi ndio ulifanya watu wengi wavutiwe na umbo lake, hasa kina dada wale wanaopenda wanaume wenye miili hiyo. Kenneth alikuwa ndani ya shati lake zuri la rangi ya blue bahari, huku amelichomekea ndani ya suruali yake nzuri ya cadet, na huku akiwa kaning'iniza jaketi lake mkono wake wa kulia, wakati ule mkono wa kushoto alikuwa amebeba bagi lake dogo la safari. Alisogea taratibu ili aweze kukaguliwa baada ya kukabidhi pasi yake ya kusafiria, lakini akiwa bado amesimama hapo, ghafla alishangaa kuona mtu mwingine pale aliposimama na akamshika bega na kumuita kwa jina lake kamili. Kenneth Kabwe, habari yako bwana? Aligeuka kumtazama mtu huyo, kisha akautazama ule mkono uliomshika bega. Alirudia kumtazama tena mtu huyo machoni na akajibu kistaarabu tu na kusema, salama kaka, habari yako? Mtu huyo alitabasamu kisha akajibu na kusema, nzuri, naomba unifuate mara moja, kuna wageni wako, alisema mtu huyo huku mkono wake ukiendelea kuwa begani kwa Kenneth. Kenneth alimtazama tena kwa kumtolea macho, kisha akarudisha macho yake kwa yule mhudumu wa uwanja wa ndege ambaye mpaka muda huo alikuwa bado kashikilia pasi yake ya kusafiria. Alipomtazama kwa makini, aligundua kwa yule mhudumu ambaye alikuwa ni msichana alishamaliza muda mrefu kuikagua pasi yake, lakini ajabu ni kwamba alikuwa bado kashikilia mkononi bila kumrudishia. Kenneth alimtolea macho yule dada, kisha akamuuliza kistaarabu tu na kusema, vipi dada, pasi yangu ina matatizo? Yule dada alikuwa kama mtu aliyeshtuliwa kutoka katika lendi la mawazo, kitu ambacho Kenneth pia aliking'amua, na kisha akanyoosha mkono wake kuichukua pasi yake ili aondoke, lakini alichelewa, kwani yule mtu aliyekuwa kamshika bega aliwahi kuidaka, kisha kamgeukia tena Kenneth na kumwambia, nimekuambia unifuate, kuna wageni wako mister. Mbona sasa kama unakuwa huelewi? Aliongea mtu huyo kwa jazba kidogo. Kenneth alimtazama tena kwa makini, kisha akatamka tena kistaarabu na kumwambia, kwani kaka, si ulishanipa taarifa kuwa kuna wageni wangu? Mbona sasa kama unanilazimisha mpaka unafikia hatua ya kupora pasi yangu? Huo ni ugeni salama kweli? Aliuliza Kenneth bila kuonyesha dalili yoyote mbaya, japo kitendo kile kilikuwa kimemkera sana. Akaendelea na kusema, isitoshe kaka, mimi sikufahamu japo wewe umenitajia jina langu. Huo ugeni wa kunifuata mimi airport badala ya nyumbani kwangu ni ugeni gani kaka? Aliendelea kuhoji Kenneth. Lakini ghafla bila kutarajia, yule jamaa alifunua upande mmoja wa koti lake na kumuonyesha bastola iliyokuwa imechomekwa kiunoni kwake, kisha akamwangalia machoni na kumwambia, magazini iko full kaka, so naomba unifuate ili tuache taratibu nyingine za airport ziendelee, aliongea mtu huyo kisha akaanza kuondoka. Kenneth alimtazama kwa makini, kisha akageuza macho yake kumwangalia yule dada mtumishi wa uwanja wa ndege, na bila kuongea neno aligeuka tena kumwangalia yule jamaa aliyekuwa anaondoka bila hata kumtazama. Akaamua kumfuata taratibu. Yote hayo yaliyokuwa yakitokea hayakumpa wasiwasi Kenneth, na wala alikuwa hajahisi hali yoyote ya hatari mwilini mwake. Kama ilivyo kawaida yake pale anaposogea sehemu yoyote ambayo ina hatari, huwa anapata hisia fulani zinazomfanya ahisi kuwa yuko sehemu ambayo ina hatari. Lakini mpaka muda huo alikuwa hajahisi chochote zaidi ya kuona kero kwa vitendo vile vilivyoendelea pale uwanjani. Yule jamaa alimuongoza mpaka wakakifikia chumba kimoja pale uwanjani ambacho kilionekana kama ni ofisi moja maalum kwa ajili ya watu maalum. Walipofika katika ofisi hiyo, jamaa alisimama mlangoni na kumwelekeza Kenneth aingie ndani. Kenneth alimtazama kwa makini, kisha akausukuma mlango na kuingia kwa tahadhari sana. Na hapo ndipo alipokutana na watu wengine watatu waliovalia nadhifu sana. Lakini ghafla Kenneth macho yalimtoka pale alipogundua kuwa kati ya wale watu watatu mmoja ni baba yake mzazi.
Alishindwa kuelewa ni nini kinaendelea, na hapo ndipo akaanza kujiuliza maswali ya haraka haraka kichwani kwake. Mbona nimeambiwa kuna ugeni? Na kweli nauona ugeni, lakini mbona staili ya kukutana na wageni wenyewe imekuwa tata sana na kama ya kutekwa? Lakini pia hawa wageni ni watu gani? Na kwa nini niitwe kwa staili ya kutekwa? Na hapa baba anafanya nini? Au naye katekwa? Lakini mbona haonekani kama mtu aliyetekwa? Kuna nini hapa kinaendelea? Kenneth aliendelea kujiuliza maswali bila majibu. Karibu sana bwana Kenneth. Karibu kae. Aligutushwa toka mawazoni na sauti moja nzito ya mmoja kati ya watu wale waliokuwa mle ndani. Aliwatazama tena kwa makini wale watu, na kisha macho yake yakatoa kwa baba yake ambaye naye alikuwa akimtazama, na huku kaachia tabasamu kubwa la kuonyesha furaha. Hapo Kenneth alizidi kuchanganyikiwa, kwani kama baba yake alikuwa ametekwa, asingekuwa mtu mwenye tabasamu kiasi kile. Akarudi kuwatazama tena wale watu wawili, akagundua kuwa nao walikuwa na nyuso zenye tabasamu. Akajipa moyo na kusogea mpaka kwenye moja ya sofa kati ya masofa yaliyokuwa mle ndani, akakaa huku bado akiwa ni mtu mwenye sintofahamu. Wale wazee waligundua kuwa hakuwa katika hali ya kawaida, na alikuwa anashindana na akili yake kutafakari nini kinaendelea mle ndani. Ikabidi waanze kujitambulisha kwa kusema, Bwana Kenneth, najua bado uko na wasiwasi na ugeni huu. Ondoa shaka, uko mahali salama, aliongea yule mzee aliyemkaribisha, na kisha akaendelea bila kusubiri majibu ya Kenneth. Mimi ni Inspector General wa polisi, IGP John Rambo, na huyu ni mkuu wa usalama wa taifa mkoa wa Dar es Salaam, RCO Joseph Kazimoto. Na huyu watatu hatuna haja ya kukutambulisha, kwani unamfahamu vizuri hata kuliko sisi hapa. Nadhani mpaka hapo akili yako itakuwa imetulia sasa, alimalizia kusema IGP Rambo. Kenneth aliwatazama tena kwa kuwatembezea macho taratibu, na kisha akafumbua kinywa chake na kutamka, nashukuru sana kuwafahamu wakuu, lakini sasa hii staili ya kutekana wakuu ndo staili gani sasa? Alisema Kenneth na kumalizia na swali. Lakini kabla hajajibiwa baba yake alidakia na kusema, maswali gani hayo unauliza mbele ya wakuu wako wa kazi? Alikoroma baba yake mzee Henry. Neno wakuu wako wa kazi lilimshangaza kidogo na akajikuta anaropoka. Wakuu wangu wa kazi? Lakini kabla hajaendelea kuuliza alichotaka kuuliza, IGP Rambo aliingilia kati tena na kuendelea kuongea. Najua pia utashangaa kusikia kauli hiyo kutoka kwa baba yako. Iko hivi, aliongea IGP na kisha akajiweka sawa kwenye kiti chake ili aweze kuongea kwa uhuru zaidi. Tunafahamu vizuri wapi unakotoka, na tunafahamu vizuri nini ulikuwa unafanya huko ulikokuwa. Akanyamaza tena kidogo kumwachia Kenneth muda wa kuyapokea vizuri maneno hayo. Toka unasafiri kwenda masomoni sisi tunalifahamu hilo, na sisi ndio tulisimamia swala hilo kwa asilimia kubwa. Kupitia baba yako tumefanikisha ndoto yako ya muda mrefu ya kutaka kusoma masomo ya UT. So ukiwa Marekani unachukua kozi ya UT na mpaka unaingia Cuba kwa ajili ya mafunzo yako ya ukomando, matokeo yako yote ya darasani mpaka masomo yako ya vitendo tulikuwa tunayapata moja kwa moja kutoka kwa wakuu wako wa chuo. Kufika hapo IGP alinyamaza kidogo kisha akaendelea na kusema, sasa nichukue tu kwanza fursa hii kukupongeza, kwani matokeo yako yote yalikuwa yanafurahisha sana. Ndiyo maana nikaamua nije kukupokea mwenyewe badala ya kutuma watu, kwani wewe ni SA, yani ni special agent. IGP alinyamaza tena kidogo ili kumpa nafasi ya kuendelea kuyapokea vyema maneno hayo, na pia kumwachia nafasi labda atakuwa na swali la kuuliza. Ni kweli alikuwa na maswali, maana aligundua kweli jamaa walikuwa wanamfuatilia. Nyie mlijuaje kama mimi nilikuwa na ndoto ya kufanya kozi ya UT? Kwa sababu hata baba mimi sikuwahi kumwambia kuwa nilikuwa na ndoto ya kusomea masuala ya UT, aliuliza Kenneth, na RCO akadakia na kusema, sikiliza bwana Kenneth. Alidakia RCO Kazimoto na kisha kuendelea, tunakufahamu vizuri toka unamalizia masomo yako ya sekondari, na tulikuwa tunakufuatilia kwa karibu sana, lakini pia bila kujijua ulitusaidia kazi kubwa ambayo ilitusumbua kwa muda mrefu bila wewe mwenyewe kujua kuwa ulikuwa unafanya kazi yetu. So acha kupoteza muda, fahamu kuwa tunakufahamu vizuri sana, alimalizia mkuu huyo wa usalama RCO Joseph Kazimoto. Lakini ni kama walikuwa wanamuongezea maswali, kwani alitamani kujua pia hiyo kazi aliyowasaidia ni ipi na ilikuwaje akawasaidia kazi hiyo. Lakini bahati mbaya hakupata nafasi ya kuuliza maswali hayo, kwani walishajua kwamba atauliza maswali hayo. Hivyo RCO Kazimoto akaamua kumweka wazi na kusema, alisema nini RCO Kazimoto? Basi usikose kufuatilia sehemu itakayofuata ya simulizi hii ili uweze kujua nini kitaendelea. Kumbuka kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kila sehemu ninayoiweka ikufikie moja kwa moja kama notification kwenye simu yako. Lakini pia kumbuka kuniambia unanifuatilia kutoka nchi gani na mkoa gani. Hii inanipa motisha ya kuendelea kukuletea vitu zaidi. Kumbuka hii ni nguvu na mimi ni Director Mo. Tukutane next time. Ciao.